tukio la mtoto kujinyonga, msichana mwenye umri wa miaka 23, Halima, ambaye tukio limetokea shehia ya Pangawe, lakini familia inakaa Kinuni. Na sisi kwa jana tulifanya taratibu kama zilivyo za serikali kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mara baada ya kupata taarifa, tuliwaagiza OCD na mkemia kuendelea na wajibu wao kama ilivyo kawaida. Na mwili ule baada ya kufika kwenye eneo la tukio ulichukuliwa na kupelekwa hospitali kuu ya Mnazi Mmoja. Na tukawa tunasubiri taratibu za uchunguzi wa mwili na baadaye wakabidhiwe familia kwa ajili ya mazishi. Na kwa jana mheshimiwa nilikuarifu tu ili tukio kwa sababu nilijua mambo mengine yataenda katika hali ya kawaida. Lakini bahati mbaya sana leo asubuhi nilipokea taarifa kutoka kwa sheha wa Kinuni, lakini pia kwa afisa wetu wa usalama wa wilaya kwamba kumetokea taharuki ya watu kugombania mwili wa marehemu. Tukafuatilia kupitia watendaji wetu wa kamati ya usalama, masheha na watendaji wengine. Taarifa tuliopokea kwamba kaja mtu aliyejitambulisha kama ni baba wa marehemu kutoka Tanzania bara, na amekuja kwa dhamira ya kuja kuchukua mwili wa marehemu na kauziki. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tatizo lililojitokeza hapa ni moja, kwamba huyu mtoto amezaliwa nje ya ndoa, baba Mkristo, mama Muislamu. Kwa hiyo kuna tofauti hapa ya huu msiba unavyotakiwa kwenda. Lakini kwa maelezo ya mama, yeye anasema mtoto wake ni Muislamu na walipeana tu ujauzito na baba, lakini aliondoka akiwa na mtoto wake wa miezi 8 na kipindi chote hicho kamlea yeye mwenyewe. Sasa yeye na familia yake yote iliyopo huku pamoja na mume ambaye ni baba mlezi wa huyo mtoto walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya mazishi ya mtoto wao kama kawaida kwa taratibu za Kiislamu. Lakini upande wa pili sasa kukaa kuna huko kuvutiana, na tulilazimika sisi kama serikali sasa kuingilia kati kwa sababu kungekuwa na viashiria vyote vya uvunjifu wa amani. Binti huyu nilimpata nikiwa na Biswaumu hapo. Tulikutana ujana. Tukawa tunakaa bila kuelewana. Alibeba ujauzito, alifika kipindi cha kwenda kujifungua. Aliniomba aende akajifungue kwa Tanga na alienda. Alipoenda baada ya kujifungua alirudi. Alirudi tukaendelea na mahusiano yetu kama mke na mume. Tukakaa miaka 4. Lakini ndani ya muda huo na mimi nilikuwa nimeshaoa, kwa nikawa naishi na wanawake wawili sehemu tofauti. Na wewe ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Huyu kafika mahali ananiambia bwana, haya maisha si hata kubalika kwa sababu kufunga ndoa kwetu itakuwa ni vigumu. Mimi kuna mtu nimempata. Wakati huo mtoto wetu ana miaka 2. Nikamridhia, nikamwambia sawa, akaolewa na huyu bwana Mwami wakiwa bara. Mama yake alijaribu kunitafuta bila mafanikio. Lakini alikuja mpaka Dar es Salaam nilikokuwa tunakaa, akakuta mimi pale nimeshahama, akarudi. Aliporudi Dar es Salaam, kuna mdogo wake alikuwa anakaa Mombasa naye tunafahamiana. Akamwambia bwana, namtafuta baba Queen. Ukipata mawasiliano naye mwambie na shida naye. Kweli siku moja kwenye mtandao niliposti picha, mdogo wake akaziona ka comment, tukaanza kuchati, akaniambia mama Queen anakutafuta. Basi nikamwambia naomba namba zako, akamtumia namba zake nikampigia. Nikampigia mdogo mtu. Tukaongea na mdogo mtu, baadaye akamtumia namba za dadake, nikampigia kwa wakati huo huo. Nilipopigia wakati huo akaniambia bora umenipigia. Nani kwanza? Nikamwambia mimi fulani. Upo? Nikamwambia nipo. Anataka kabla tuongea, ongea kwanza mwanao yuko hapa, ongea na mwanao. Akampa binti yangu simu, nikaongea naye. Kwa binti akawa anamuuliza mama, huyu nani? Akamwambia huyu ni babako mzazi. Akaniuliza wewe ndio babangu? Akamwambia ndio. Akamwambia sasa anaongea na mama yake na mimi kwenye simu nasikia, kwani huko sio babangu? Akamwambia ni babako mlezi. Basi tukashikama baba mara tukaongea, tukamaliza, baadaye tukaongea na huyu tuliongea. Basi yule binti baada ya kujua vile tukawa tunawasiliana sasa. Kwa hiyo akachukua namba zangu, mawasiliano yule binti yakawa ni ya mara kwa mara. Muda mwingi sasa tulikuwa tunawasiliana kuanzia pale. Lakini kuna kipindi huyu akapata msiba. Kwa sababu yule binti alinitaka nije ili nije nimuone. Nikamwambia nikipata muda nitakuja. Au ukipata muda uje. Lakini wakati huo na wiki moja tangu tuanze kuongea, huyu akapata msiba Tanga. Wakanipigia bwana, naenda Tanga.
Lakini wakati naenda hatuwezi kuonana. Wakati narudi nafikiri nitafika kwa mdogo wangu. Nitakwambia utakapofikia uje umuone binti yako. Nikamwambia sawa. Nilienda Tanga, na hivyo rudi nilifika kwa mdogo wake. Niliambia nilienda paka pale nikamwona binti, tukakaa, tukapiga story mpaka usiku. Nafikiri nilitoka pale kama sio saa 6 usiku saa 7. Wao kaniaga kesho yake wanakuja Zanzibar. Na kweli walikuja. Baada ya muda ule binti alipofika huku tunawasiliana, ikatokea siku ule binti akatoroka. Mama yake mtu ametoka, binti akafunga virago akaondoka. Huyu baada ya kumtafuta amuona, ampigia simu inaita tu. Akanipigia mimi. Leo umeongea na mwanao? Nikamwambia sijaongea naye. Akaniambia namtafuta lakini nahisi ameondoka. Kamuza kaondoka kaenda wapi? Nikamwambia sijui, nampigia simu yake inaita tu. Nikamwambia ngoja na mimi jaribu kumpigia. Mimi nilipopiga simu akapokea. Nikamuza kweli, nikamwambia namba yako wapi? Akaniambia niko bandarini. Akaniambia niko kwenye meli. Nikamuza kwenye meli unafanya nini? Akaniambia nakuja Dar. Kuna nini? Akaniambia mimi sinakuja nyumbani. Nikamwambia mbona umeondoka hujamwaga mama? Akawa anacheka, anambia ningemwaga mama singemruhusu. Sasa hofu yangu kupotea, nikamwambia basi ukishuka pale stendi na nikituone nipigie simu umpe bodaboda nimuelekeze atakapokuleta. Atakapokuleta mimi ndo namlipa hela bodaboda. Anambia sawa. Alipofika hakunipigia. Akampigia mamake mdogo ambaye anakaa Mbagala. Yule mamake mdogo naye alimuelekeza hivyo kwamba chukua bodaboda, akamuelekeza ile bodaboda mpaka Mbagala. Alipofika Mbagala mamake mdogo akanipigia. Anambia binti yako kaja. Anataka kuja pako. Nikamwambia sawa. Kauzo mawasiliano na mama yake, akaniambia jawasiliana naye. Nikamwambia wasiliana naye kwa sababu alikuwa na pressure na anajua huyo atakuja kwangu baada ya kuongea naye. Mdogo wake huyo akampigia. Baada ya kuongea wakakubaliana kesho yake amlete kwangu. Kule dada yake mdogo wake huyo alimleta kwangu, niwaelekeza akaja paka nyumbani, wakapaona paka nyumbani, tukakaa mpaka jioni akaondoka. Baada ya kuondoka, kwanza kamuuliza unalala unaondoka? Nimekuja kupaona tu. Kwa karudi na mama yake mdogo. Baada ya kurudi kama siku 3 akanipigia simu, baba mimi nakuja huko. Nikamuuliza sawa, unakuja kukaa? Anambia nikija mimi siondoke, ndio nakuja kukaa. Anambia sawa. Lakini kwa karibu na mwezi wa 12. 2024 kama sasa. Na 23. Kwa hiyo akafika kesho yake sasa mama yake mdogo yule tena. Akamleta paka nyumbani akamkabidhisha kwangu. Tukakaa pale, tukasherehekea sikukuu ile vizuri tukamaliza. Baada ya sikukuu, yule mtoto kaanguka mapema. Tukafanya maombi pale, nikampigia mamake. Mamake akaniambia hicho ndicho kilichokuwa kinanisumbua muda mwingi, ndicho nilikuwa nakutafuta zamu yako kuhangaika naye. Kwa hiyo mimi nikawa nahangaika naye sasa kwenye maombi na sehemu nyingine. Naenda huku, tunaenda huku kwenye vipimo. Sasa wakati nahangaika naye, kuna siku tukaenda kwa mchungaji mmoja. Baada ya kufanyia maombi yale mapepo yakatulia. Yule mchungaji akaniambia, "Huyu anatakiwa abatizwe kwa sababu hajawahi kupata ubatizo." Nikamwambia sawa, ni kweli kwa sababu hajawahi kumbatiza. Cha kufanya, kama tutakuwa tumbatize, nikamwambia sawa. Lakini baada ya kufanya ubatizo ule akaniambia lakini mchungaji anashauri sasa ingekuwa vizuri ungemshirikisha mama yake. Nikamwambia vizuri, nikampigia mama yake. Mama yake akaniambia bwana hapana, sitaki mwanangu abatizwe. Nikamwambia mama Queen, huyu binti anaumwa. Solution tumeambiwa ni ubatizo. Kwa nini tusimbatize kama tumeambiwa ndio dawa? Tumbatize tuone kama atapona. Kama hatapona ndio tutafute njia nyingine. Wewe kwa nini unakataa au unafikiri tutatumia njia gani? Huyu hata akisema kwamba mkojo ni dawa, tumpe ndio mradi apone. Akasema mimi sitaki mwanangu abatizwe. Lakini tukafanya process pale tukambatiza. Maana nia yangu mimi ni apone. Tulipombatiza tukarudi nyumbani. Mama yake akafanya mawasiliano naye anavyojua, asubuhi akatoroka. Mimi napigiwa simu naambiwa Queen hayupo. Nikabidi nitoke kazini nirudi nyumbani. Kurudi nyumbani Queen naona binti hayupo. Kabidi nianze kuzunguka kuuliza. Anataka kweli tumeona amevaa gabuka zile na amepita hapa, kuna bodaboda ilikuja ikaja kumchukua. Bodaboda ile ni wapi? Wasema bodaboda hatujui. Ikabidi niwasiliane mama yake. Mama yake anasema mimi sijui. Nikamwambia basi kama hujui itabidi niende polisi nikaripoti kwa sababu sijui alikoenda. Nikamwambia ikifika jioni itabidi niende polisi. Basi nikakaa pale kafika kama masaa mawili. Huyo akanipigia simu. Akaniambia bwana wala usiende polisi. Huyo mwenzio kaenda kwa mjomba wake. Nikamuuliza kwa nini aende kwa mjomba wake asiniage? Akaniambia sijui kwani mwanao mjui. Basi mimi nikakaa hiyo sasa. Kwa sababu namba mjomba wake sina na sina mawasiliano naye. Mama mtu ameshaandaa anaenda kwa mjomba. Kwa mimi sikuchukua hatua yoyote. Endelea kukaa. Baada ya kama wiki mbili alikuja akanipigia. Kwanza kaanza kumtumia message. Baba samahani na nini nilikukosea ndio kabla kuaga. Mimi nikampigia. Yule binti sasa. Nikamuuliza wewe kwa nini uliondoka bila kuaga? Ungeniaga ningekunyima. Anambia baba niliogopa kukuaga. Nikamwambia kwa tabia yako. Kwa mamako umetoroka umekuja huko. Huko umekaa kidogo tena umeondoka huko. Kilichokufanya uondoke ni nini? Akasema nilivyoona na unazozana na mama kuhusu swala la ubatizo. Mimi nikaona simkasirishe mama ndio maana mimi nikarudi Zanzibar. Nikamwambia sasa ungeniambia. Aliporudi huku sasa. Mamake najaribu kuchukua ile picha ya nyuma kwamba mamake alikuwa hataki abatizwe. Amemtorosha kule amekuja huku.
huku amefika ndio mpaka mauti umemkuta. Jana naongea naye mara nyingi, juzi tu nimeongea naye, jana peke yake ndo sijaongea naye. Jana mamake wewe ananipigia simu, ananiambia binti yako kafa. Hivyo hivyo anakuambia, kama unasemaje binti yako kafa? Namuuliza kafa kagongwa na gari au kafanyaje? Huyo akawa haongei tena. Nikapiga simu akawa hawezi kuongea. Piga simu hawezi kuongea. Baadaye ikabidi nimpigie mdogo wake na huyu. Mdogo wake na huyu ananiambia bwana hizo taarifa hata mimi kanipigia. Nikamwambia yule asiye akawa ananitania kwa sababu anaweza akanichekecha hapa. Mimi nikaenda paka Zanzibar. Akaniambia haiwezekani kwa sababu nimempigia hata mama Tanga. Anasema kampa taarifa hizo hizo. Kwa inawezekana hizo taarifa ni za kweli. Kwa hiyo ikabidi mimi nitoke kazini, niende nyumbani nijiandae kwa ajili ya kufanyaje? Ya kuja. Wakati naenda kujiandaa nikampigia tena simu, kuna mama akapokea akaniambia kweli kafa. Ngamuza kafanyaje? Kanywa kitanzi. Nikamwambia na maana kafa kweli? Akaniambia ndio. Nikamwambia mama yake yuko hapa, akaniambia kwa hapa ngapa ngaongea naye. Nikamwambia na maana kafa kweli? Akaniambia ndio amekufa. Nikamwambia basi nakuja. Akaniambia sawa. Kwa hiyo ubatizo nao pia haukuwa dawa. Haukuwa dawa. Sababu huyo mtoto mimi nimemlea tangu mdogo, ana miezi 8 hadi kafika miaka 18. Ushani. Mimi nilikuwa sijamwambia, alikuwa hajui babake mzazi ni huyo. Alikuwa anajua babake mlezi ndio babake mzazi. Lakini kutokana na watu kumchochea, kumwambia huyo sio babako, huyo sio babako. Yabidi na mimi alikuwa ananisumbua. Mimi nataka kumjua baba yangu, mimi nataka kumjua baba yangu. Nikasema mimi sijui hata pa kupatia ni wapi. Ushani. Nikawa na ndugu yangu tangia hicho kipindi hicho ndio alikuwa wenyewe ana namba zake huyu na huyo ndugu yangu wa kike. Yupo hapa kaja leo. Hadi mtoto kujua kutaka kufikia siku kuongea na baba yake ni huyo ndugu yangu, lakini sio mimi kwa nimemtafuta. Alipofika huko sasa na kuzungumza kwao akanipigia simu. Huyu mtoto unataka azikiwe hapa au unataka azikiwe Moshi? Nikamwambia mimi nataka nimzike mwanangu mwenyewe hapa. Sitaki asifurishwe popote. Kama jinsi nilivyopata naye shida, maumivu najua mimi. Nimepata naye shida kanizalisha sana. Kumzaa mtoto kwa staili hii mliomzaa kisheria na nadhani ya dini zote ni kosa. Lakini kumtelekeza ni kosa jingine. Ndio maana ukifikia pahali umemzaa mtoto wa aina hii amezaliwa, baba na mama, hata kama huu mtoto amemzaa kwa makosa na hayatabaki hivyo makosa, maana yake kinachotakiwa hapo ni yani kusula la kumhudumia huyo mtoto mpaka akakua ni la wajibu, hasa wa huyo aliyeitwa baba kwa wakati huo. Lakini hili halimfanyi baba kuwa halali kwamba huyu mtoto wake. Na ndio maana inapokuja hata tunapotaka kurisisha tunabidi kwa kiserikali tu ndio tunasokota. Tena kwa Zanzibar tunakwenda straight kabisa. Kwamba ili mtoto unamuona huyu nampenda, mwanangu mzuri, nimemuita jina la mamangu mzazi. Lakini mapenzi yote hayo ikifika pahali umewazaa na wengine kupitia hapo, manake huyu anakosa haki za kisheria kurithi. Manake ili ufanye umsaidie huyu unatakiwa ufanye mahaba. Na mahaba haya utakayoyafanya hayafanyi nguvu yako kuwa kubwa ukaitwa baba eti kwa sababu umefanya wajibu. Ulifanya wajibu kwa sababu ulichemka. Sasa nilitaka niseme kwamba huyu mtoto wala hapana haja ya kuwa mvutiane. Tena ningelishawishi tu, yani bahati nzuri na mimi mwanamume kama wewe baba, na kama wanawake sasa hivi wanavuvutia na wao wanawake kwa wanawake, na mimi ningevuta kwako, ningelikuwa na mstari wa kuvuta. Maana natafuta pa kuvuta. Bahati nzuri nyote mnakiri hapo. Manake si serikali tu, na mimi kama kiongozi kesho kwa Mungu nitaenda kuulizwa, manake nimelihalalisha jambo ambalo halikuwa sahihi. Na kwa mnasaba iwe wa kidini uwe wa kiserikali, mtoto wa aina hii sitaki kutafuna maneno, mama ndo hupewa nguvu. Waidha napenda au sipendi, lakini ukweli ni huo. Kama kuna mtoto ambaye nilijua kufanya starehe zangu bila idhini ya wazee, maana yake
iwe kwa kadhi ama nini. Swala la ndoa ndo lina muunganiko, na nadhani kama sikose hizo kwa dini zote ziko hivi. Sasa ila nikisema mama anapewa nguvu, manake huyu anaitwa baba hana haki ya kusema huyu mwanangu kwa mnasaba wa kimungu na kiserikali kwenye mfumo. Isipokuwa kuna kitu kinaitwa ihsani. Ihsani mnaweza mkafanyiana, na baba unaweza ukaweza unaitwa baba ukashiriki kila kitu, kusapoti namna ya maziko, lakini huwezi kupanga fatwa. Na kwa lugha nyepesi, mtoto ambaye mama anakuwa nguvu, manake wajomba ndo wenye kauli ya kusema juu ya mtoto huyu. Na hiyo ukienda kwenye mila na silka, lakini kwa hapa Zanzibar mfumo na utaratibu uliopo wa kuendesha, bahati nzuri sisi tuna ofisi ya mufti hapo, ya kwamba fatwa yakitokea mambo kama haya, ingelikuwa mmekuja tu mfano tu mmeoana tu bomani, basi kwa kuwa serikali tunakubali kwamba ipo ndoa bomani, baba ungelikuwa una nguvu, ukasema serikali mmeniozesha kwa njia ya bomani. Lakini bahati mbaya hakuna Shakira, hakuna Kafura, hamkwenda upande wa kushoto wala kulia. Kilichotokea ni kwamba nyie wenyewe usheza wenu umekupeni mtoto ambaye kwa mujibu wa utaratibu huu ni msumeno unakwenda, lakini kurudi kwake una mashati. Kwenda kwa maana kwamba huduma kunapaswa watoto wapewe huduma mpaka mwisho, na kwa sababu atakuwa anapewa huduma mtaamiliana tu kwa wema, mtazungumza. Lakini kurudi panahitaji yapite, kuwe kuna ihsani, basi huyu na mimi inabidi hivi. Kwa mfano hata hili swala, huyu mtoto kwenye cheti cha kuzaliwa kaandikwa nani? Jina lake nani? Nani? Hana cheti. Kwenye kadi. Lakini jina lake kwenye kadi? Kwenye kadi nilimwandika yeye. Nani? Nilimwandika yeye. Sababu nilipo Nani? Nilimwandika Queen kwenye kadi. Skuli kaanza na jina gani? Kwenye kusoma kaandika Halima Muhammad. Muhammad jina la babu yake. Muhammad jina la Mlezi. baba. mpaka cheti cha kifo kitatoka jina hilo. Sasa maana yake mama ulimpeleka kwenye Uislamu mtoto, au sio? Kwenye Uislamu. Kitambulisho chake cha mpiga kura kinasema Halima M. Sado. Ala, alishapata cha kupiga kura. Kwa hiyo dokumenti zote maana yake zile za kinini zimeandikwa Halima. Na kwa umri huo yeye mwenyewe miaka 20 ngapi? Na miaka 10. Mbona huko iliandikwa 23? Sijajua sasa, lakini miaka 19. Kitambulisho kimeandika 2006. Alizaliwa 2006. Maana yake ana miaka mingapi? 19. 19 kwa mujibu wa sheria zetu ana maamuzi huyo. Je, huyu aliamua kuwa Muislamu, aliamua kuwa Mkristo? Aliamua kuwa Muislamu. Kuna siku yote alitamka kwamba mimi nataka kuwa Mkristo? Kwa sababu hata huko kuondoka hapo kaniambia mimi sitaki kuwa Mkristo. Hiyo sasa unasema wewe mama. Baba aliwahi siku moja angalau kuja akakwambia nataka kuwa Mkristo? Mimi nishaniambia, na akiwa huko tulikuwa tunaongea naye. Mara ya mwisho hapa tulikuwa na appointment ya kukutana mwezi wa 7. Lakini hakuwahi kwenda kuwa Mkristo. Yaani baada ya kuondoka kule. Basi kwa sababu sisi nia ni jambo moja, lakini utekelezaji jambo la pili. Kwa kuwa kulikuwa kuna process, lakini huyu mtu bado kafa akiwa Muislamu. Utaratibu wetu serikali tunasimamia lazima huyu mtu azikwe Kiislamu. Narudia, baba hakatazwi kwenda mazikoni, lakini lazima azikwe Kiislamu. Hili sitafuni maneno. Ndio maana nikawa nauliza, aliwahi kuritadi? Maana miaka 19 maana yake ana maamuzi kwa mujibu wa sheria. Ndio. Maadamu hakuwahi, na huyu si mtoto mdogo, maana leo ingelikuwa mtoto mdogo kabisa hana maamuzi ya utu uzima wake, si serikali tungekunyang'anyeni nyote huyo mtoto, tukazika sisi kwa fatwa zetu za mufti. Lakini kwa sababu tayari alishapambanukiwa na alishajiegeka kwenye sehemu ambayo hakutoka, na baba unakiri hilo kwamba alibaki kwenye hii dini, manake hatuna haja asiye kumtengenezea dini wakati kashakufa. Hatuna mamlaka hayo.
Sijui nimeeleweka. Maana yake kama kabaki kwenye Uislamu, nimesimama kama mkuu wa mkoa hapa, kiongozi wa serikali, lakini na chuoni nimesoma kwamba huyu hapaswi kubadilishwa dini, kashakufa, maana hawezi kuinuka leo akasema. Siye ndo tunaopaswa, narudia. Ila kwenye suala la mazishi, na kwa tafsiri hiyo na kwa mujibu wa utaratibu wetu sisi hapa wa kidini ambao tunaongozwa na mufti, huyu kwa utaratibu wake wa kuzaliwa, namna alivyozaliwa, lakini namna alivyokuwa, inamwamilia mama kuendelea kusimama na huyu mtoto katika swala kifo na wajomba. Walaki kama wale wanaosema, wanaoambiwa, ambao mama kwa tafsiri nyingine anakiri kirohoroho kwamba huyu ndo alozaa naye, lakini hilo la kumdinu kumwalia dini, bali linsana la nafsi basira, wanajua wao. Lakini baada ya muda na maisha hayo yakaja. Lakini sasa huyu mtoto alikuwa mtu mzima na alijielekeza kwenye upande fulani wa dini. Ingelikuwa Bwana Tarimo, huyu mtu unatokea Moshi, huyu mtoto angelikuwa kaishia kwamba Mkristo, sisi serikali huwa hatuna dini, ningekata fatwa hapa, mama, huyu mtoto utasimama kama mama, lakini kwa sababu ya udini, pamoja na Tarimo kuwa sio mwanawe halali, lakini awe kama muhisani tu wa dini yake, manake ungekuwa na mnasaba wa dini kama vile ambavyo Wakristo wengine wanaenda kumzika jirani. Ingelikuwa hivyo na mama, na watu tunasema mama, mtoto hazaliwi na mama wawili, si ndio? Lakini baba unaweza mkadanganywa, si ndio? Sasa hili hatuhitaji tuzunguke. Hatuwezi tukamweka hospitali muda mrefu mtoto tukamwadhibu. Maana kumweka maiti, sisi mila na silika zetu kwa muda wote huo, labda awe analetwa kutoka safari. Lakini maadamu uko pale leo, Bwana Tarimo, serikali ya wilaya ni kuagize mkuu wa wilaya na timu yako, mtoto huyu akafatwe na wajomba. Wajomba wako wapi? Nataka wajomba kama wapo upande wa mama. Wapo mheshimiwa, na mimi ni mmoja wapo. Basi nataka huyu mkashirikiane na Bwana Tarimo, asiachwe mkono moja kwa moja. Awepo, lakini azikwe Kiislamu. Natia msisitizo hapo. Bwana Tarimo awepo, akifikiri kutoa chake kwa mapenzi yake kama sadaka yake, hii si haramu wala si makruh. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.